Hiyo ndio video ambayo inaonyesha mwili wa MC Pilipili ukitokea pale na mochwari katika hospitali ya General pale mjini Dodoma. Tunaona watu walijitokeza kwa wingi sana, na hasa kama mnafahamu juzi tu alikuwa mzima, lakini leo ni marehemu. Sasa tunaona video hii inamuonyesha mwanadada anaenda kwa jina la Philomena ambaye ni mke wa MC Pilipili, ambapo alilia kwa uchungu sana kwa sababu ni kitu ambacho kiliweza kumshtua, kwa sababu hakuamini, kwa sababu huyu jamaa hakuwa ameumwa, bali kuna changamoto aliweza kuipata na kuweza kupoteza uhai. Sasa video hii ambayo inaonyesha akilia kwa uchungu huko akiwa ameegamia gari ambalo limebeba mwili wa MC Pilipili ilimeweza kuibua mjadala mkubwa sana, kwa sababu wengi walikuwa wanamjia juu na kusema kwamba pengine hana uchungu na mume wake, lakini kwa video hii inaonyesha kabisa kwamba mwanadada huyu ana machungu mengi sana, huku akipakizwa katika gari la kubebea maiti na then kuelekea nyumbani kwa ajili ya mazishi. Sasa ukifuatilia vizuri unaona kabisa kwamba mwanadada huyu kiukweli ameumizwa sana na hilo jambo, na kwa kweli ameshindwa la kusema, huku akiwa ameegemea kiti, huku machozi yakimbubujika sana kutokana na uchungu wa kuondokewa na mume wake, ambapo taarifa inasema Philomena akiwa katika hali ya huzuni na majonzi wakati jeneza la mwili wa mume wake MC Pilipili likitolewa mochari katika hospitali ya rufaa mkoa wa Dodoma, ambapo tunaona video zote nimekuwekea hapo japo kwa vipande lakini ndio hali halisi inayoendelea sasa hivi pale msibani. Sasa maoni ya watu waliona hii video na kusomea haraka. Mmoja kaandika, mimi nitakuwa wa mwisho kuamini kama huyu dada alikuwa hampendi mume wake. Misunderstanding ni kawaida, lakini mapenzi yalikuwepo sana. Mungu amtie nguvu. Akajibiwa, kwa ambao hawaingii kwa ndoa hawawezi elewa hii kitu, kugombana kupo sana. Sema ikitokea bahati mbaya kama hii kunakuwa na majuto ndani yake. Hapo anatamani bora wangefanya maridhiano yangeisha. Of course ugomvi katika ndoa unakuwepo. Unakuta hauelewani na mke wako ama mume wako. Kama shabiki unaweza kushusha maoni yako hapa kwamba je, wewe unavyoona kwamba kuna ndoa ambayo haina magomvi, sasa unalipi la kumwambia Philomena? Kwa sababu sasa hivi kumbuka ugomvi uliokuwepo kati yake pamoja na MC Pilipili ndio ulikuwa unaenda kusuluhishwa rasmi pale Dodoma, na ndio hivyo tena kifo ndo kikamkuta mume wake. Kwa hiyo unaweza ukashusha comment yako hapa huku nikiendelea na update. Mmoja kaandika kwamba Mwenyezi Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha huzuni. Maskini mke wako analia Pilipili, kama mlikoseana anatamani kume msamaha yaishe, basi msamehe ale mtoto kwa amani kama mlikoseana popote. Unakuta of course kama kuna kosa ambalo aliwahi kulifanya, basi huko alipo basi nadhani ataweza kumsamehe. Sasa sijajua kama marehemu anasikia ama la, lakini yote kwa yote tunamwachia Mwenyezi Mungu. Mwingine sema, ila ndugu wa mume tu mwenzetu kapata, wamejua kumpa hadhi ya mke kama kawaida. I hope watamtunza pia hata mtoto wao inshallah, na iwe hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa familia wameonekana kumpa hadhi kama mke wa marehemu na hawajamtenga, na wamempa heshima zote, lakini pia hawajaonyesha sura ya chuki ama roho yoyote ya chuki dhidi yake. Mmoja kaandika kwa kweli hapo angekuwa ndugu zangu wa mkoa wa Kilimanjaro ni hatari, na huenda ndugu yao alikuwa mkorofi. Sisi hatujui siri za familia za watu, basi tunapenda kuhukumu bila kujua sababu. Kwa unaweza kukuta pengine labda MC Pilipili alikuwa ni mkorofi na vitu kama hivyo. Tuendelee. Mwingine kaandika, mimi niliwaambia hawakuwa wameachana, ila walikuwa tu mizozo ambayo ni kawaida kwenye ndoa yoyote. Ukipata muda kutengeneza na mtu, tengeneza kesho, is not a promised haki. Kwa hiyo ukipata na time kama shabiki unaisikiliza hapa Mkubwa Media, tengeneza kesho yako vizuri, kwa sababu huwezi jua muda wala saa
ambapo utakuja kuondoka. Kwa hiyo tunaona kilichotokea, wengi wamejifunza. Wewe ni mjinga, unajua alikosana nini? Kwani mna shida gani nyie? Unaongea kama familia yenu haina migogoro. Hakuna familia isiyokuwa na changamoto. Mjifunze hilo, kwa sababu ukitazama walikuwa na migogoro. Kwa hiyo huyu kusema kwamba inabidi utengeneze kesho yako, kwa hiyo amejibiwa kwa staili hiyo. Mmoja anasema sema nilichojifunza, angalieni familia za kwenda kuolewa. Hii familia nimeipenda bure, wamempa heshima yake. Ya heshima, yani heshima ya hela yote pamoja na yote ni jambo la muhimu kujifunza. Kwa hiyo unabidi ujifunze wapi unapoenda kuolewa au unapoenda kuoa, kwa sababu kuna wakati mwingine linapotokea kama hili la MC Pilipili linaweza kuleta mtafaruku baada ya tu ya msiba, au msiba kutokea pale unaweza kukuta unatengwa, wanakutenga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni familia ambayo inabidi uangalie unaenda wapi kuoa. Ni jambo la msingi sana, pia unabidi ujifunze. Mmoja kaandika hii, this is so sad, mbaya zaidi bora angekufa kwa kawaida. Lakini kujeruhiwa na watu wasiojulikana inaumiza sana. Mmoja sema huyu msichana anapita pazito, Mungu amhurumie. Mmoja sema maskini huyu binti wa watu, Mwenyezi Mungu amtie nguvu. Ila wadada wa Kiswahili au basi kaondoka kama utani, jamani bado siamini. Kwa hiyo taarifa kifo chake kama alipigwa mpaka mmoja kumfika jeshi la polisi halina habari. Huyo Poti vipi tena? Mmoja sema haya maumivu sikia tu kwa wengine. Naona kama alilia serious. Kama ali serious, anasema kwamba pengine anamwona huyo mke wa marehemu MC Pilipili, pengine labda ali serious. Mmoja kaandika kwamba inauma sana, tusamiane tukiwa hai, analia na mengi dada wa watu. Hakuna aliye salama katika kipindi kwa sasa katika hii nchi. Mwingine kaandika ila binadamu mpaka ukamzumu tu dada wa watu. Msema jamani anapitia kipindi kigumu sana, maisha haya. Kuonana pole sana, Mwenyezi Mungu akusimamia katika kipindi hiki. Kwenye ndoa kuna kutengana na kuachana. Kutengana si kuachana, ila ni kipindi cha mpito ambapo kila mmoja anatafakari role yake ikoje katika hiyo taasisi ya ndoa. Basi bwana, katika tafakuri ya mienendo yako, mmoja katangulia mbele ya haki. Kweli migongano haiwezi kukosekana, na hizo ndo video ambazo vipande nimekuwekea hapo kimeonyesha Kilia kwa uchungu sana, kwa uchungu sana, na haamini kinachoendelea. Unalipi ila kuzungumzia kuhusiana na video hizi zikimuonyesha mke wa MC Pilipili akiwa analia baada ya kuona mume wake akitolewa mochwari? Dondosha maoni yako. Lakini pia karibu sana, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe.